Nikukaribishe kwenye dakika chache sana kutoa ufafanuzi wa sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ningependa kuita ni ushauri. Sehemu ya kwanza ningependa kuita ni ushauri. Lakini sehemu ya pili ningependa kuwasihi kwa lugha rafiki, kuwasihi baadhi ya watu. Ningeanza kwenye ushauri. Kuna watu wamenipigia wakinieleza T.R. Msigwa, kuna baadhi ya watu ambao ni viongozi baada ya kusikia kauli ya bwana mkubwa Trump, wanatafuta wawekezaji ili waje watengeneze kiwanda cha kuzalisha ARV. Kwa nini ushirikiani? Kwa nini utangazi kwa spidi ili watu kuwasaidia watu na kadhalika? Kwanza nashukuru kwa kunifikiria na kuona unaweza ukanipa ujumbe huo. Ni jambo zuri kwa mtazamo wako, lakini kwa mtazamo wangu pia ni jambo zuri wewe kunitafuta. Lakini niseme maneno machache sana. Neno la kwanza nimependa kusema katika kauli hii ya ndugu yangu huyu ambaye amenitumia ujumbe huo kwa njia ya simu. Nimwambie kitu kimoja. Soma historia ya Tanganyika. Ukisoma historia ya Tanganyika hutopata tabu na wasomi wa Tanzania. Hutopata tabu kabisa. Wanashindwa kuwekeza kwa ndugu zao waliokuwa ndani ya taifa lao, wanakwenda kutafuta mtu ambaye si taifa lao aje awekeze kwenye taifa lao. Hata uwashauri vipi hawawezi kuelewa au kukubali, kwa sababu wasomi wengi wa Afrika hawajiamini, hawajikubali. Kila kizuri au kila kitu wanapenda kifanywe na watu wa nje. Ni ugonjwa uliokithiri kwa wasomi wengi barani Afrika, lakini hasa Tanzania. Nchi nyingi zina mabadiliko, lakini sio Tanzania. Tanzania ukionekana unasema ukweli na unafuatilia, yatakukuta yasiyostahiki kukukuta. Ndio walivyo na hawataki zaidi ya hicho. Kwa hiyo ndugu yangu, nitaka nikuambie neno moja. Ndio maana nimepata nafasi ya kurekodi maneno machache haya ili nikufahamishe kitu kimoja. Unapomleta mtu kutoka Canada, kutoka Marekani, kutoka Uingereza, kutoka Israel, kutoka nchi yote ile duniani, ukamleta Tanzania, akapata nafasi, akatengeneza kiwanda au akafanya kitu chochote katika nchi ya Tanzania, maana yake unachukua pesa za Watanzania unazisafirisha kuzipeleka kwenye taifa la muhusika. Hata kama yeye anaweza akachukua 70%, nyie mkachukua 30%, lakini tambua kiwango fulani cha pesa kinatoka kwenye taifa la Tanzania linakwenda nje. Na hawa hawataki kuambiwa ukweli. Ukiwaambia ukweli watakushambulia, watakutafutia zengwe. Kwa ndugu yangu, usipate tabu, waje wajenge kiwanda, wawalete watu, usipate tabu. Hawa ndio wa Tanzania. Rafiki yangu mmoja alikuwa kiongozi Wizara ya Afya,
Aliniambia, T.R. Msigwa, tunakuelewa sana, tunatamani ushike nafasi sehemu nzuri, tukupe nafasi, lakini tatizo ni moja tu, anaweza akawa bosi wako ndio unampelekea ushauri huu, ni mjinga, unafanya nini? Kwa hiyo pambana tu, iko siku unaweza ukafikia katika lengo, lakini usitutarajie. Mimi nilimuelewa zaidi na nikamuelewa sana, ndio maana sipati tabu sana nikisikia mtu anakuja kujenga kiwanda, sio anakuja kufanya nini, wala sishughuliki na hilo. Kwa hiyo ndugu yangu na mtu mwingine mwenye mawazo hayo, usipoteze muda kulifikiria hivyo. Hawa ndio wasomi wa Tanzania, ndio maana wameshauriwa waende VETA. Wamehamaki, wamekuja juu, lakini kuna kaukweli kamaana katika kauli hiyo. Mimi nipende kusema neno moja tu kwa ushauri, ndio maana nimekupigia, nimefanya rekodi hii au ili uweze kuelewa kuwa na wajua wasomi wa Tanzania, mitazamo ya wasomi wa Tanzania na malengo yao. Lakini niseme neno moja la maana, nitathibitisha muda si mrefu, mwezi wa 4, Mungu akipenda, aidha mwanzoni au mwishoni, kuwa 4A9 ni bora kuliko ARV mara milioni. Nitathibitisha kwa kuwapa ushauri wizara husika, kwa kutoa ushahidi kutoka kwenye hospitali maalum ya watu wanaoishi na VVU na dawa wanazotumia. Alafu akitumia mtu dawa hizo zinaotoka taifa la Uingereza, viral load inashuka kwa kiwango gani? Akitumia 4A9 virus inashuka kwa kiwango gani? Utakubaliana nami kuwa hilo litathibitisha kuwa ndani ya Tanzania tuna uwezo mkubwa kuliko Uingereza, na nitathibitisha dawa wanaotumia ndugu zetu kutoka Amerika, ufanisi wake na ufanisi wa 4A9 ni mbingu na ardhi. Nitaithibitishia wizara yangu ya afya kuwa tuna uwezo mkubwa kuliko mnavyodhani. Tatizo ni mahaba yenu tu kuwapenda wazungu zaidi au kuona wao wameendelea zaidi kuliko Waafrika wenzenu. Kwa ndugu yangu unaonishauri na kunambia na kuelewa na kusikia, lakini lazima ujue kuwa wasomi wa Tanzania walio wengi hawajapata uhuru wa kiakili, si wazalendo wa dhati, ni watu wana mitazamo yao na kwa malengo yao binafsi, si kwa malengo mapana ya taifa husika. Wasomi wengi wa bara la Afrika wako hivyo. Ndiyo maana kila kukicha mitazamo yao ni kwenda kutafuta namna ya kukopa, namna ya kuomba. Ukichunguza kwa kina unayoyagundua huwezi kuyasema, kwa sababu ukiyasema yatakutokea usiyoyatarajia, kwa sababu wasomi wengi barani Afrika hawapendi kukosolewa, hawapendi kushauriwa, kwa sababu wanaamini, kwa sababu wanaitwa waheshimiwa, ndio wana akili nyingi na wana uwezo mkubwa kuliko watu wengine. Ndiyo maana nchi nyingi za Afrika maendeleo yake ni kwenye makaratasi kuliko uasilia mkubwa, kuliko vielelezo vizuri. Hili ni jambo ambalo lipo. Kwa hiyo nimependa kujibu hivi na naendelea kufafanua. Hii rekodi ya kwanza inachukua dakika 10, lakini inaipa jina namba 1, lakini nafafanua tena
kwenye namba 2.